Naitwa Dr. Damaki, mmiliki wa kituo cha Song'wa Traditional Clinic kilichopo mkoani Kilimanjaro, maeneo ya Kibosho Road. Lakini pia tuna kituo chetu maeneo ya jijini Dar es Salaam, hapa maeneo ya Mbezi Mwisho, jirani kabisa na stendi kuu ya mabasi yaendayo mikoani. Lakini pia tuna huduma zetu, pia kituo chetu ambacho kiko Mwanza, maeneo ya Nyakato Buzuruga. Hii njia inaelekea maeneo ya Nyakato, Meko, Igoma. Hiyo ndo njia ambayo kituo chetu kipo maeneo ya Nyakato pale. Lakini pia kwa wakazi wa mkoa wa Shinyanga, Simiu, wanaweza kupata huduma zetu wilayani Maswa pale maeneo ya Mnadani B maarufu kwa Mama Alfonsi. Wakifika maeneo hayo wataweza kupata huduma zetu. Dawa zote ambazo unazipata Song'wa kwenye kituo kimoja na kituo kingine utapata dawa zote zitapatikana. Lakini pia watu ambao wako nje na mikoa ambayo tumeweza kuitaja, tunatoa huduma kwa kuwatumia dawa kulingana na ugonjwa utakaotueleza, tutakutumia dawa na utapokea. Lakini pia watu ambao wako nje ya nchi, basi pia tunafanya huduma ya kuweza kutuma dawa nje ya Tanzania. Lengo letu ni sisi uweze kupona na urudi kwenye tiba asili ambayo tiba mama, ambazo ndio tiba ya kwanza kwa mwanadamu tangu ameanza kuwepo duniani. Tuna dawa nyingi katika kituo chetu cha Song'wa Traditional Clinic, lakini kwa siku ya leo tutazungumzia aina ya majani ambayo tunasema ni mchosi, ambao dawa hii inatibu vitu vingi sana. Tutaanza moja baada ya nyingine. Mchosi hii ni dawa ya majani. Unajua dawa ziko za mfumo tofauti. Mfano, kuna dawa ambazo ziko katika mfumo wa mizizi, nazo ni dawa. Na kuna dawa ambazo ziko kwenye mfumo wa unga, nazo ni dawa. Tunazungumza dawa za asili. Na kuna dawa ambazo pia ziko katika mfumo wa vidonge za asili, nazo ni dawa. Na kuna dawa ambazo kwenye mfumo wa maji, hizo nazo ni dawa. Kwa hiyo dawa ziko katika makundi tofauti tofauti, na zote hizo tunazo Song'wa Traditional Clinic. Kwa maana kwamba tuna dawa za maji, tuna dawa za mizizi, tuna dawa za majani, tuna dawa za vidonge, tuna dawa za unga. Kwa hiyo hizi zote ni dawa ambazo tumezitengeneza katika mfumo wa kwamba kila dawa iwe na ubora wake kwa lengo la kuponya ama kumaliza matatizo husika. Leo tutazungumza kama nilivyosema dawa hii ya mchosi. Hii mchosi ni dawa yenye mchanganyiko wa majani aina 4. Dawa imechanganywa na majani aina 4, lakini kutengeneza uwezo wa dawa ya kutibu baadhi ya magonjwa husika. Dawa hii mchosi ni dawa nzuri sana kwa watu ambao wanasumbuliwa na tatizo la saratani ya koo, saratani ya ziwa, saratani ya tumbo, kwa maana pengine mtu amepata tatizo la uvimbe kwenye kizazi ambaye kapelekea akapata shida ya saratani. Basi dawa hii ni nzuri sana na imeonyesha mafanikio mazuri sana kwa watu ambao wamekuwa na matatizo ya saratani, kwa maana ya kuondoa shida hiyo na kurudi kwenye hali ya kawaida. Tunapozungumzia saratani, ni ile hali ya chembe hai za mwili kuzaliana nje ya utaratibu ambao uliojiwekea. Maana chembe hai za mwili zina kawaida, zikishazaliwa zina kawaida za kuishi na baadaye zinakufa, zinazaliwa nyingi zingine. Ni kama maisha ya mwanadamu duniani. Maisha ya mwanadamu, anazaliwa, baadaye atakufa na baadaye atazaliwa mwingine. Ndio maisha, ndio formula ambazo Mungu ameziweka. Basi na katika mwili wa binadamu tunaweza kusema huko katika mfumo kama wa dunia. Dawa hii mchosi tunasema inatibu vitu vingi sana. Ni dawa ya majani aina kama 4 iliyo 3 ambayo imechanganywa, lakini dawa ambayo inatibu matatizo ya saratani, kwa maana saratani ya koo, saratani ya ziwa, saratani ya mfumo wa uzazi, kwa maana ya tezi dume, labda mtu amepata tezi akapeleka kupata shida ya saratani. Basi akitumia dawa hii, ni dawa ambayo imeonyesha mafanikio makubwa sana kwa watu ambao wamekuwa wakiteseka na shida hiyo. Hata kama imefika hatua kwamba saratani ya koo huwezi kupata chakula kinakuwa chakula kigumu akipiti, au unafika hatua unakaa kidogo unaongea yani kama kitu kinakukwaruza, sauti yenye kukwaruza, basi hii ndio dawa pekee ambayo inaweza kumaliza. Na vile vile dawa hii inatibu pia mfumo mzima wa damu. Unakuta damu, mtu mwingine mishipa yake ya damu imeganda mafuta. Tunasema kwamba pengine mtumiaji wa nyama nyekundu, red meat,
yuko kwenye hatari ya mishipa ya damu kuganda, kwa hiyo inapelekea mishipa ya damu kusinyaa na hiyo kupelekea pengine kupata tatizo la pressure. Kwa hiyo dawa hii inasafisha mishipa ya damu, ina expand, itanuka rudi kwenye hali ya kawaida, lakini vile vile inasafisha kama kuna mafuta kwenye mishipa ya damu. Lakini vile vile kama mwenye tatizo la moyo kutanuka, hali ambayo inapelekea mapigo ya moyo kwenda kwa kasi sana, dawa hii ya majani ni nzuri sana, na watu wengi ambao wamekuwa wameteseka na shida hizo wameweza kupona kabisa. Dawa hii ni nzuri pia hata kwa watu wenye umri mkubwa, kwa sababu ina kawaida pia kuimarisha kinga za mwili. Kwa kama pengine unaweza kuwa na mzazi wako, aidha mama, baba, kijana wako pengine ana matatizo mbalimbali pengine ambayo yamepelekea kinga za mwili kupungua, kwa maana kama saratani, TB, umri mkubwa, au ana tatizo la maambukizi ya ukimwi, majani haya ni mazuri sana kwa uimarishaji wa kinga za mwili. Kumbuka unapokuwa kinga zako imara, maradhi mengi nyemelezi yanakuwa na shindo kukushambulia, hata magonjwa ya COVID-19 pia. Kama kinga zako imara kama tunavyoelezwa na tunavyoelekezwa kwamba pia inazuia, kwa kinga zako kwa imara inakulinda zaidi wewe kutopata na hii shida. Sasa ni nini ufanye? Ni vyema ukatumia dawa hii ya mchosi ambayo ni majani ambayo unapika kama chai tu, kwa sababu pia imechanganywa pia na mchai mle ndani. Kwa hiyo pia yana harufu nzuri sana wakati wa utumiaji. Kwa hiyo kama tatizo la kinga za mwili, tatizo la saratani za koo, saratani za ziwa, uvimbe kwenye kizazi, una tatizo pengine ambalo la PID ambayo imepelekea pengine kutokwa na uchafu sehemu za siri, au una tatizo pengine la kwamba pengine au mfumo wako wa uzazi hauko vizuri, hormone imbalance zako haziko vizuri, ambayo upelekea kushinda kupata mtoto, au pengine una tatizo la upata choo chako sio vizuri, au una tatizo la vidonda vya tumbo, hii dawa ni nzuri sana na ina mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo tukushauri, kama ni wewe, kama ni ndugu yako, rafiki yako pengine kwenye mateso hayo, ni vizuri akatumia dawa hii ya mchosi ambayo ni majani yenye kuondoa maradhi mbalimbali. Lakini watu ambao wako mbali na pengine na vituo vyetu wanaweza wakawasiliana sisi kwa simu namba tukawatumia kokote waliko, iwe ndani ya nchi ama nje ya nchi. Lakini kama pengine kama uko karibu na vituo vyetu vilipo, basi ni vyema ukajiongea kwenye kituo chetu ukapata huduma moja kwa moja. Kwa wakazi wa mkoa wa Kilimanjaro tuko Moshi, maeneo ya Kibosho Road, na kwa wakazi wa jijini Dar es Salaam tuko Mbezi Mwisho, maeneo kwa maana ya Mbezi ya Kimara, karibia kabisa na stendi kuu ya mabasi yaendayo mikoani, stendi mpya hii. Lakini kwa wakazi ambao wako jijini Mwanza wataweza kupata huduma zetu maeneo ya Nyakato, Buzuruga, hii barabara inayoelekea Meko, wataweza kupata huduma zetu. Lakini kwa wakazi wa mkoa wa Shinyanga pamoja na Simiu wataweza kupata huduma zetu maeneo ya wilayani Maswa pale, maeneo ya Mnadani B maarufu kwa Mama Alfonsi. Ukifika maeneo hayo pia utapata dawa zetu. Dawa zote utaweza kupata kwenye kituo chochote, utaweza kuzipata ukiwa Kilimanjaro, ukiwa Mwanza, ukiwa Dar es Salaam, ukiwa Shinyanga, ukiwa Simiu. Dawa zetu zote ni zile zile, ziko kwenye package nzuri kabisa, ziko na sealed nzuri kabisa, kwa maana wewe ndio utatoa sealed wakati wa kuanza kutumia. Kwa ndio maana kwamba tunaweza kutumia kokote na utapata dawa yako ikiwa salama, kwa sababu ukikuta dawa yako haiko sealed ujue bado sio dawa halisi. Kwa hiyo dawa zetu zote ziko kwenye sealed, ni dawa nzuri kwa kuweza kutibu na kumaliza matatizo. Lakini pia tuna group letu la WhatsApp ambao tumelianzisha maalum kwa ajili ya kusaidia watu, kama tunavyosema sisi kwamba afya yako ni jukumu letu. Kwa maana hiyo tuna group letu la WhatsApp ambalo tunafundisha, tunaelimisha watu mbalimbali juu ya vyakula, wale vyakula gani kwa ajili ya afya zao, lakini wakiwa na maradhi mengine ambayo pengine haitaki kwenda hospitali za kisasa za kizungu, nini watumie kama asili yao, basi tunatoa maelezo na dawa. Unatuuliza tu kwenye grupu na shida hii, basi tunakuelekeza dawa ipi uweze kutumia. Kama pengine inawezekana aina hiyo ya dawa uijui au mti huo, basi tutapiga hata picha sisi, tutakutumia iwe msaada kwako wewe, ikusaidie. Kwa maana
tiba za asili huondoa sumu zote mwilini, lakini hulinda mwili. Kwa hiyo ndio maana ndio tiba pekee ya kwanza kwa mwanadamu tangu ameanza kuwepo duniani. Kwa kama wewe pengine ungependa kujiunga kwenye group letu, basi utaomba kuunganishwa, ni bure kabisa, na hata dawa ambazo utakoelekezwa ndani ya grupu hautoweza kulipia. Namba yetu ya simu ya kuunga kwenye grupu au kuwasiliana sisi kwa ajili ya msaada wa kitabibu ni 0752 62 9252. Nitarudia 0752 62 9252. Nikushauri kama ni wewe au ndugu yako anateseka na maradhi mbalimbali, iwe fangasi, UTI, PID, kisukari, vidonda vya tumbo, miguu kuwaka moto, ganzi, pressure, basi namba ni hiyo tumekutajia. Wasiliana sisi uondokane na maradhi, uondokane utumiaji wa dawa za kila siku pengine za kizungu, ili upone, uendelee na maisha yako na kulinda familia yako na kujenga taifa lako. Afya yako ni jukumu letu. Asante sana.